Kwa mimi picha ninayoiona ndani ya kichwa changu na akili zangu ni kitu cha maajabu na ni kitu kikubwa mno. Yaani kupita maelezo, hata kukielezea naona sikiwezi, na wala siwezi kukifananisha. Ni kitu ambacho kimefika kwako, kimeenda kuleta ukombozi. Naweza kusema ukombozi hata wa dunia na mbinguni, kwa sababu kazi yetu sehemu kubwa inamshirikisha Mungu. Kama unaelewa kweli, hii kazi yetu sehemu kubwa inamtegemea Mungu. Kila kitu unachokifanya si kwa ujanja wako wala ujanja wa uliyemleta. Hapo lazima simame Mungu. Tunaelewana? Kwa hiyo mimi sina budi kwanza kwa kuanzia hapo nilipokutana na huyo malaika wangu na kuweza kunileta kwenye hii fursa, nasema yote ni kudra ya Mwenyezi. Siku ya tarehe 5 ndio siku yangu ya kwanza kwenda kusikiliza na kuifahamu hii taasisi. Nilikuwa ni mgeni, sijawahi kuijua wala nini. Lakini kipindi hicho mimi nilikuwa ni mama muuza uji. Kabla ya kuuza, yani tuseme niliuza uji nikaacha, nikaingia kwenye kampuni ya Neolife. Nimeenda kule nimekaa miaka 3. Hakuna nilichokifanya wala cha kuonyesha wala cha nini. Lakini nilikuwa nafanya kazi kama nafanyaje? Nikarudi tena kwenye biashara bado nikapata ile 15,000 20,000 kwa siku. Siku hiyo ndo napigiwa simu. Naambiwa bwana, kuna issue njoo. Issue gani sasa? Issue ya pesa, njoo sikilize. Nilitoka saa 11 nyumbani. Saa 12 niko Moyo Plaza. Maana mimi nakaa mbali kidogo. Nimefika pale hata ofisi hazijafunguliwa, hakuna mtu. Nimekaa pale nasubiri. Nikaanza kumpigia simu, bwana uko wapi? Mbona unaona watu wengi wameingia hapo ndani? Ananiambia niko hapa, ngoja nije. Kumbe alikuwa hayupo, alikuwa Buguruni. Kipindi kwa Madam Rose alikuwa na kipindi anafundisha pale Copex. Kwa hiyo na yeye alikuwa ameenda pale. Sasa akiniambia niko Buguruni, mimi ningefanya nini? Ningeondoka. Kwa hiyo akawa anaendelea kunidanganya. Kanidanganya. Sasa alipofikia sehemu nikaona jua linazidi kupanda, nikamwambia wewe usichanganye. Mimi na kazi za kufanya. Wacha niondoke kufanya shughuli zangu. Kumbe wakati huo ameshachukua boda. Kaja moja kwa moja anatokezea pale polisi ya Karume pale. Anatokea pale mimi ndo naanza kuondoka. Naambia mimi naondoka zangu. Ambia angalia nyuma, angalia nyuma. Mimi nimeshafika. Nikamwambia hivi wewe mimi unanidanganya muda mrefu, unaniambia nipo lakini sikuoni. Kuangalia nyuma namuona yuko kwenye boda ananipungia. Nikabidi nisimame lakini nilikuwa na hasira. Nikaambia unanifanyia hivyo mimi mwenyewe ungejua mambo yangu na maisha yangu naye kimbiza huwezi kujua. Hivi hapa nisipokimbiza leo kesho wanangu sijui kama watakula nini. Tunaelewana? Basi tukaondoka. Akanichukua tukapandisha kule juu. Nikaenda nikasikiliza hiyo fursa. Lakini walinieleza vitu vingi kama mnavyojua. Sio magari, sio manini. Mimi hata hichi kimoja kikuingia akilini mwangu. Sikuingiza kusema kweli kuogopa Mungu. Kilichoingia kichwani kwangu ni kitu kimoja tu, kwamba nikimleta mtu aje kupima nitapata 1000. Hao ni wa kweli? Hao wanataka kuleta tu ubabaifu, mtu kaacha shughuli zako ukaja kuuza sura. Kweli walinifundisha mpaka kufika mitaa saa 3 ikawa tumemalizana. Nikatelemka pale. Mimi sikuongoza kuingia, nikaenda Kigamboni. Nimeenda Kigamboni, nilitembea toka muda ule mpaka saa 12:30 jioni. Natafuta wagonjwa. Nilitafuta wagonjwa, nilipata name list zaidi ya name list 100. Tunaelewana? Lakini wagonjwa tu ndio kwa natafuta. Lengo langu kuhakiki kweli hao walichoniambia kipo au la ni story. Sababu sasa hivi wanasema kampuni mengi ni mali. Ya pili nikajimu tena nikaenda pale, nikaingia saa darasani. Nikakaa. Wakaanza kufundisha, wanafundisha. Kidogo nasikia simu inaita. Pokea. Bwana dada samani, wewe ndio yule jana ulikuwa unatuambia kuna hospitali wanapima 30,000. Nikamwambia ndio. Mimi nahitaji kuja, naomba unielekeze vizuri. Nikamuelekeza, nikampokea. Nikaenda kumchukua, nikampigia ile nani ya plan wangu, akaja akampimisha kwenye kadi yake. Nikapewa 15,000. Unaona? Nijakaa saa wawili wananipigia. Wanaambia sisi tu wawili tunakuja kupima. Nikapokea wale, nikapeleka, nikapata jumla watu 6 kwa siku ya pili. Nikapata 90,000 ya pamoja. Ile ndio ilinifungua akili yangu na kutambua niko sehemu sahihi na kweli kuna kazi. Toka siku hiyo nikastaafu mama uji. Nikaanza ile kazi, yani kama kifaru wanafukuzwa na nani, amekoswa na risasi. Tunaelewana? Mpaka kuna watu wakaniambia amechanganyikiwa. Sio, mnanielewa? Waliniita amechanganyikiwa. Ile mama akikusogelea na kuambia iteni. Yani yeye iteni, huyo anakuja iteni. Kwa kweli ndani ya ule mwezi nilioanza
nilipata watu wa kujiunga, sio chini ya watu 6, nikawaunga. Na mwezi huo huo nilifanya kazi peke yangu direct, nilitengeneza zaidi ya PV 1000. Nikaenda moja kwa moja daraja la 4 kwa mwezi wangu wa kwanza. Baada ya hapo nikapata zile zawadi za daraja la 3 na la 4 kwa siku moja, na mimi ndio nilikuwa mtu wa mwisho kupokea document folder. Nafikiri mnaifahamu walikuwa wanatoa mabegi yale ya zamani na document folder. Kuna kibegi fulani nacho bado kipya kabisa, nimekiweka ndani, iko kibegi. Kwa hiyo trip ile ndio ilikuwa ya mwisho na yale vidude. Namshukuru Mungu sana kwa Mungu aliyenipa na uwezo wa kuweza kufanya kile ambacho nilikuwa nakitamani, na Mungu akaenda kugusa, akabariki nia yangu na mawazo yangu. Nilisema sasa ndo nafanya kazi, na kibaya zaidi mwezi ule mimi ndo nimequalify daraja la 4 na ndo na mwezi mmoja, na Rose naye ndo amequalify daraja la 7 kama mwezi wa nyuma, maana sio wako wanavusha mwezi mmoja. Sasa ule ulikuwa ndo mwezi wake wa kupokea ile milioni 19. Nilikwenda kuhakikisha kwa macho. Rose anahesabu zile hela, Abedi amesimama pembeni anatabasamu. Zile hela zilimwagwa mezani, akawa anazichambua hivi. Mimi Rose kweli anazichambua zile hela, anajifinya, kweli hizi ni za kwangu? Mimi namwangalia Rose juu chini, sema yani hizi hela zote wamempa tu, yani hizo nje ya mafao yake ilinigusa mpaka kwenye mifupa. Nikasema kama huyo amepata, na mimi naenda kupata hii pesa, na wala si muda mrefu. Nilifanya kazi kama kichaa. Unajua kichaa, naamka saa 11 mimi na swali alfajiri azana. Yani sisi wote duniani Waislamu tunaswali kwa muda huu mmoja alfajiri, wote tunaswali kwa muda mmoja, lakini mimi nilikuwa na swali alfajiri ile ya saa 10 azana ya kwanza. Kuna azana 2. Kwa hiyo wanaposwali msikitini, mimi niko barabarani natembea, yani naanza kudaka watu toka alfajiri, naandika, nahakikisha kila siku na name list kuanzia 1 mpaka 100. Ikizidi huko sihesabu, lakini lazima nifanye name list 100 kila siku, endaye kwa Mungu. Nia yangu na madhumuni yangu, na Mungu akabariki. Tunaelewana Mimi sikufanya kazi kwa kusukumwa. Eti sijui kiongozi anakuambia kafanye 10, 5 mpaka 10 kila siku, na wewe ukazingatia pale. Alafu unakaa unahesabu, unasema nishaongea na watu 5, watu wenyewe hawaje. Jamani, kumbuka unapomuomba Mungu, Mungu atakupa kwa muda unaotaka yeye, sio unaotaka wewe. Tunaelewana hicho kitu? Tunachoambiwa kikubwa, tusichoke kumuomba. Kikubwa, fanya kazi kwa bidii, utafanikiwa. Usihesabu vitu vinavyokuzonga. Kumbuka pale wewe unapopanga ya kwako ya kukufanikisha, sawa? Kuna jamaa yuko pembeni hapa, yeye kazi yake kurudisha maendeleo yako. Tunaelewana? Yule jamaa yuko kazini masaa yote kama ulivyokuwa wewe, na hatamani kumuona mtu akitoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa maendeleo. Kuna zile nafsi mbili, ile ya kwanza ndio sahihi, ile ya pili sio sahihi, na usipende kuifuatisha, na ina nguvu kuliko ile ya kwanza. Tunaelewana? Kwa kweli hicho kitu mimi nilikikataa, na Mungu nikamuomba anisaidie kukikataa, na Mungu akanibariki nikakikataa. Nikafanya kazi kwa bidii. Mimi nilikuwa siangalii homa, nilikuwa siangalii upungufu wa nyumbani, labda leo sina hela ya wanangu kula, na hela tu ndogo, lakini hii hela nikiitoa labda hao labda watakosa kitu fulani, ili mradi tu hakikisha kwamba wasikae na njaa moja kwa moja, lakini wapate chochote tu ili mradi walikula. Haya mapungufu nilikuwa siangalii kivile, na nilikuwa siangalii mambo ya sijui kuna watu wale wanakuaga hivi, mtu labda unaondoka tayari kwenda kazini, kuna mtu tena nyuma anakupigia simu, bwana umeshatoka, nisubiri basi, mimi si niko hapa. Mimi sina hizo. Tunaelewana? Mimi nikishasimama na la kwangu naondoka. Hapo wanaonifahamu wananifahamu. Sinaga lele mama kwenye kazi, sinaga urafiki kwenye kazi, sinaga ukaribu wa mambo ya ajabu, sijui kwenda sijui kwenye shughuli bwana leo tunda sijui. Hakuna vitu kama hivyo. Niliamua kusimama na jambo langu, nikasimama na likabarikiwa na likaenda vile nilivyotaka. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Niliingia daraja la 5 kwa muda, nikaingia daraja la 6 kwa muda, la 7 nimeingia kwa muda, na la 8 leo nimeingia kwa muda. Lakini hii yote haikutokana na kusema tu nilikaa nikasema Mungu nisaidie. Hapana. Niliomba Mungu na nikafanya kazi kwa hiyo kwangu imewezekana, hata kwako pia inafanya nini? Inawezekana. Hakuna kinachoshindikana.
mbele za Mwenyezi Mungu na jitihada ulionayo. Wanasema kila mbuzi atakula kadri ya nini? Urefu wa kamba yake. Lakini wewe ndio una uwezo wa kutengeneza kamba iliyo ndefu ikafika maeneo yoyote. Ni wewe. Kwa sababu hii kazi unafundisha tu maarifa, njia, mbinu, utakwenda kuzitumiaje zile njia ni wewe. Kwa sababu Mungu ametupa kuna akili na kuna akili ya ziada. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa unapopewa maarifa basi ongeza na jitihada ndani akili yako ile ya akiba, katafute uwezekano wa kurahisisha au kufanya kazi kwa zaidi na zaidi ili uweze kwenda kufikia malengo yako. Na ukifanya hivi, kufanya kitu bila kushurutishwa na mtu, lakini ukajitumia, yani wewe mwenyewe, kama unashurutishwa na mtu, lazima matokeo yapatikane. Yani ukitimiza tu vigezo na masharti, unapata kadiri kilivyozungumzwa. Yani hakuna utofauti. Sio kama sehemu zingine unaweza kwambia kweli umetimia lakini njoo wiki ijayo. Si viko vitu kama hivi? Basi njoo baadaye. Umempimisha mgonjwa sasa hivi hapa, si njoo baadaye. Hapa hakuna. Maneno na vitendo sawa sawa. Na kizuri zaidi walichotufanyia, mimi ambacho nashukuru sana hawa China, sehemu za vitengo vya pesa vyote hajawekwa Mswahili hata huko. Sehemu zote zile za mapesa ile mamilioni mmesikia yanatoka, amekaa Mchina mwenyewe. Kwa hiyo usiwe na hofu, kajitume, kajitumie, kajisurubishe, yani vyovyote kafikie malevo hayo hapo. Hela yako ipo pale, unaenda kuichukua. Haina shida wapendwa. Yani huku mambo yako yamenyoka vibaya mno. Mimi nimeingia daraja la 7, niwaambieni tu. Nililipwa zile haki zangu zote, nikapewa tena zawadi na haijawahi tokea kwa mtu, tumuulizeni Rose. Alioingia daraja la 7, nikapewa pointi 1000 box hili la midao. Nikamwambia hongera sana. Mchina alinipa. Tunaelewana eh? Yani aliona kweli umakini wangu na jinsi gani nilivyojituma. Akasema kweli mama uko kikazi zaidi. Yani alinishukuru, akanipa mkono mara 2. Na si kwamba mimi najisifia, hapana, nimefanya, ila natamani nieleze hivi la wewe uweze kubadilika. Tunaelewana eh? Kwa sababu sio wote Mungu ametupa ulinganio wa kusema tunafanana uelewa, sawa? Au mwingine anatamani lakini hajaelewa jinsi ya kujisimamia. Lakini napotoa hadithi, yaweza ile hadithi kwa bidii akaachana na vile vilivyokuwa na vifani, akaamua kufanya kazi ili aende akafanikiwe naye kama nilivyofanikiwa mimi. Kwa hiyo jamani, tufanye kazi. Na kufanya kazi ni kujituma ni kufanya kwa bidii. Tumeelewana eh? Alafu pia kuna masuala mengine tunavyosoma hapa. Kwa mfano, tunaposema kwenda kuongea na watu kwa ajili ya watu, tupate watu waje kufanya check up, si ndio eh? Tujitahidi kuwabadilisha mtazamo wale watu. Usimweleze juu tu. Usichukue muda mwingi na usimweleze juu. Mpe maneno machache kwa point zilizokuwa zina msingi, aweze kutamani na kukufuata kuja kufuatilia ile huduma unayomwelekeza. Mimi nilikuwa nafanikishwa kwa hilo. Na nilikuwa nasema niongee na wagonjwa, na uwezo kupimisha wagonjwa mpaka 6 mpaka 10 kwa siku moja. Nini unaongea nao wale wagonjwa wako? Umeelewa eh? Au wale wahitaji. Na nisema wagonjwa sisi hatuhitaji kuja kucheki afya. Cha kwanza utakapowakuta utawasalimia. Ukimaliza kuwasalimia yaani kwa na tabasamu nzuri. Jamani samahani na jambo zuri natamani washirikishe. Kiasi kwamba ile jambo mkilipata utafurahia wewe pamoja na familia yako. Jamani sasa hivi tumevamiwa na magonjwa sugu yasiyoambukiza. Nafikiri mnalitambua wapendwa eh? Hili jambo tunatamani watu yani tuepukane nalo, lakini sasa hivi naona linashika hatamu. Na ndio linaongoza kwa vifo duniani sasa hivi. Tunaelewana? Sasa ili tuweze kuepukana na hili jambo, tujitahidi sana kucheki afya zetu. Mara 3 kwa mwaka, yani panga ratiba ya kucheki afya yako wewe na familia yako. Mara 3 kwa mwaka, umeshindwa hata mara 2, umeshindwa kabisa hata mara 1. Nazungumza hivi wapendwa kwa sababu moja tu. Haya magonjwa tunayozungumzia hayakurupuki. Ni magonjwa ambayo yanajijenga taratibu sana. Mpaka gonjwa linapofika kukuletea taarifa kwenye ubongo wako, wewe umeshaishi na huo ugonjwa zaidi ya miaka 10.